Na mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zetu ni kwamba shirika la Standard Media sasa limejibu vikali kile linachokitaja kama shinikizo na hata vitisho vya muda mrefu kutoka kwa mamlaka ya mawasiliano nchini kufuatia uamuzi wa mahakama ya rufaa kuruhusu kufutwa kwa leseni zake 6 za utangazaji. Mtazamaji, katika majibu makali, shirika hilo limeapa kupigania leseni zake kupitia njia zote za kisheria, likionya kwamba jaribio lolote la kuzima vituo vyake kabla ya kukamilika kwa mchakato wa rufaa basi litakuwa ni kinyume cha sheria na vile vile ni tishio kwa uhuru wa vyombo vya habari nchini. Kwa miaka kadhaa, shirika la Standard Group limeendelea kuwa muhimili mkubwa katika sekta ya habari nchini Kenya, likiendesha vituo kadhaa vya redio na televisheni vinavyofikia mamilioni kote nchini. Hata hivyo, uwepo huo sasa umo mashakani baada ya jopo la kutatua mizozo katika sekta ya habari na mawasiliano kutupilia mbali rufaa yake, ikiipa mamlaka ya mawasiliano nchini kufuta leseni. Ikipa mamlaka ya mawasiliano nchini idhini ya kufuta leseni zake 6 za utangazaji. Leseni hizo zinahusisha Vibes Radio, Berur FM, Radio Maisha, Spice FM, KTN Burudani pamoja na KTN News. Kiini cha mvutano huo ni deni la takriban shilingi milioni 48.8 za ada za leseni, huku mamlaka ikisisitiza kuwa shirika hilo halikutimiza wajibu wake wa kisheria licha ya kupewa notisi kadhaa pamoja na nyongeza ya muda kati ya mwaka 2023 na mwaka 2024. Hata hivyo, katika majibu yake, shirika hilo limepinga vikali msimamo huo, likielezea kuwa hakuna uamuzi au amri ya jopo hilo itakayotekelezwa hadi muda wa kuwasilisha rufaa utakapokamilika au pale rufaa itakapowasilishwa na itakapoamuliwa kikamilifu. Aidha, limeelekeza kidole kwa serikali likidai kuwa na nanukuu, hadi sasa serikali ya Kenya kupitia wizara mbalimbali, mashirika ya serikali na kaunti zinadaiwa zaidi ya shilingi bilioni 1.2 kwa huduma za matangazo na habari zilizotolewa kwa miaka kadhaa. Kadhalika, linasisitiza kuwa hali hiyo imepuuzwa na kuwa serikali haiwezi kutuwekea shinikizo kwa upande mmoja huku ikitoa ahadi hewa ya malipo kwingineko. Suluhisho ni rahisi: lipeni mnachodaiwa na Standard, nasi tutalipa tunachodaiwa na mamlaka ya mawasiliano nchini. Hata hivyo, huku mamlaka hiyo ikisisitiza kuwa taratibu zote zilifuatwa kwa mujibu wa sheria, shirika la Standard limeonya dhidi ya hatua yoyote ya kuzima vituo vyake kabla ya kukamilika kwa mchakato wa kisheria. Bila shaka tunaomba heri na afueni kwa wenzetu kutoka shirika la The Standard Group.